Na miongoni mwa watu ambao wamesema sisi hatulali, wacha na sisi tuhudhurie ni Mr. and Mrs. Kwa maana kwamba Sibomana na Bampezi. Sibomana, mambo poa? Uko poa? Niko fresh. Mambo yanaenda? Mume mtu mambo yanaenda? Kama kawaida. Kumbusha jina mzee wangu. Naitwa Mabutu. Unaitwa Mabutu? Yeah. Pale kwenye dunia cheo chako ni kipi? Watu lazima fahamu. Pale kwenye dunia mimi nasimama katika pande mbili. Nasimama kama PM wa Asma Film, pia nasimama kama sound. Yeah. Nilifanya mahojiano na ninyi kama miezi mitatu minne iliyopita hivi. Na moja kati ya vitu ambavyo mlivizungumza watu walienjoy kuhusiana na mahusiano yenu, kuhusiana na hatua nzuri ambayo mmekuwa mmefikia kuelekea kwenye ndoa. So far nini kimejiri mpaka sasa, kama mume unazungumzaje? Ndoa ipo? Ni jambo la surprise, lakini tu tuhakikishie Tanzania ni jambo la surprise, ila lazima itakuja. Yeah. Sibomana, unakubali? Nitakubali, nitafanya nini sasa? Kila kitu ni process. Lakini mambo mazuri. Mambo yako vizuri. Kila kitu kishapangwa kama kilivyo yani. Nani ambaye amedesign code ya kuvaa white na black and white? Kiufupi ni mimi. Wewe. Ulihisi mngependeza kama mlivyopendeza? Kwa kweli nani tu hebu ngoja ni imagine itakuwaje. Kwa hiyo nikaambia baba, nikaenda nikamsurprise. Hafu zaidi na mimi nikaenda, kwa yeye alikuwa ameshaziona nguo zake, ila mimi alikuwa hajaziona nguo zangu. Kwa hiyo nimemsurprise pia. Yeah. Wewe umemwandalia zake afu zako kuzificha? Zangu nimezificha. Kwa akajua ndavaa ile noma, nimemdanganya ndavaa ile shati langu naloshutia. Akasema sawa. Kwa hiyo nilipovaa hivi akaona Kwa nini uvae ile shati la kushutia? Ile shati ina historia kubwa sana. Nimetoka nayo mbali. Kwanza naanza kujitafuta. Kwa hiyo ile naipendaga ila kwa vile huku nikija ni kufurahia, tunaenda na wakati, sio kikazi. Kwa huku tuna enjoy, lazima we kwenye mood ya kuenjoy, sio ya kazi. Ingekuwa inahusu kazi, ningevaa ile shati. Yeah. Mabutu, wakati jina liko sawa? Wakati mama mpenzi amekuandalia vazi hapo, ulikuwa na hofu kiasi gani kuona vazi lake? Ulihisi mngependeza kama mlivyopendeza au ulisema lolote likitokea sawa? Hapana, nilidoubt kidogo, lakini nikajua tu, maana yeye ndo alinipa wazo, akasema hebu ngoja tufanye kitu fulani. Sawa, akaleta kwanza hizi zangu, afu baadaye nikamuuliza zako ziko wapi, akaniambia acha nazo. Siwajua. Nikajua mimi moyoni nilijua tu ni surprise, lakini sikuamini kwamba atavaa nomo 100%. Yeah, ndo maana nikaamua kuiacha hivyo nimuone kwenye muonekano mwingine. Yes. Ulimpa kongole zake mara baada ya kumuona hivi alivyovaa? Sana. Mashallah, mke wangu pia ni mzuri. Yeah. Umesifiwa. Marehemu aliacha ndala ndio Marehemu aliacha ndala. Kwenye nini? Kwenye nini? Si siku ya tukio. Tukio gani? Kule mitandaoni, ukienda Instagram, ukienda TikTok, watu kazi yao ni kucomment vibaya tu. Hawajapendeza. Watu hao hapo hawaendani. Huwa mnazikabili vipi comment kama hizi? Kiufupi, bahati nzuri wameshaona mimi ni comedy kidogo, akili haziko sawa. Kwa hiyo hata comment za kujaji kwamba amwendani siji nini, kwenye 100 unaweza kukuta ni 2. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, kwenye upande wa comment mimi watu huwa hawanitukanicho, ndo huaga namshukuru Mungu. Watasema tu mnafanana siji nini. Namshukuru Mungu. Lakini ukikutana nazo hizo, mwisho wa siku nasema mtu kaweka bando lake, kapoteza muda wake. Kwa kama kaamua kucomment hivyo, mimi naacha navyo, nafanya yanayonihusu basi. Mzee wangu, shakutana na hiyo comment, mtu anakuambia wewe Nasibu watamu ndani yani? Sana. Nakumbuka tena mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii, kwenye akaunti zangu, lakini mimi huwa nazichukulia tu za kawaida, kwa sababu unajua huwezi kumfuata mtu mmoja ukaanza kumdisturb kwa namna yoyote. Lakini najifunza pia, umeona, najifunza binadamu ndivyo tulivyo, right? Yeah. Kwa hiyo
havizinishtui hivyo. Nachojua mimi ni kufanya kazi yangu, kuwapelekea Watanzania, maana sio wote watakipenda kitu chako au wote watakikataa kitu chako. Kwa mimi na dili na mke wangu na dili na kazi zangu, maisha mengine yanaendelea. Unaweza kutumia mic yetu yenye Ndo TV, mwambie kitu ambacho Sibomana hujawahi kumwambia, abadilike. Najua binadamu wana mazuri, binadamu na mabaya. Kuna vitu ambavyo unavifanyaga wewe actually huwa uvipendi. Walau kwa uchache, mwambie bana Sibo unafanyaga hivi, mimi sipendagi. Badilika. Kiukweli japokuwa binadamu tuna mapungufu, lakini kwa mke wangu sidhani kama kuna kitu cha kubadilisha. Zaidi tu aongeze. Aongeze kunipenda, aongeze kunisikiliza zaidi, tutafika mbali. Yes. Sibo mwambie abadilike kwenye nini? Kwa kweli wanaume nyie anachotakiwa apunguze. Mimi najua wanaume nyie si mkojo. Apunguze tu, labda tuseme nini? Apunguze Jane. Kwa kweli nisiwe muongo, binadamu hatujakamilika, lakini mimi ninachotaka apunguze, kama anachonajua nature ya mwanaume automatically ni kama sumaku, akikutana na chuma tu hata kama ni mbali lazima anataka kuvuta. Kwa chuma kikinasa kikija anacho, ila kikikaza iko hivyo. Kwa be strong, apambane na asili, maana ni asili ya kila mwanaume kwamba kwenye macho kwa msije kumuona na hizo tabia, ila kama zipo ajaribu kupambana kama baba, kwa sababu mwisho wa siku kuna maisha baada ya hivyo vitu. Wivu na nafasi gani kwenye kazi mkeo unapokuwepo kazini? Kwa upande wangu mimi wivu hauna nafasi yote kwenye kazi, lakini kwenye maisha halisi wivu una 100%. Ila kwenye kazi siweki wivu kwa sababu naamini ni kazi inatuletea mafanikio zaidi, lakini kwenye maisha halisi ni mimi ndo naye control maisha nikiwa kama baba. Kwa hiyo lazima nitaweka wivu 100% kwa mke wangu. Zile namna ambazo pishana na kina G na kina Kipepeo kumgombania yule mume ambaye ni mume wake na huyo, kuna namna yote ambayo inakugusa nasema kabisa mshikaji kama anafanya kweli hivi? Hapana, kwa sababu ujue mimi ni mmoja wa ndani ya production na ni mmoja ndani wa uzalishaji wa kile kitu. Kwa hiyo mimi hainisumbui kwa sababu mimi naiona kuanzia inavyoanza kupikwa mpaka itakavyopelekwa kwa Tanzania. Umeona? Kwa hiyo haini affect kwa sababu pia mimi ndo nao shoot. Umeona? Kwa hiyo haini affect sana japokuwa kinamna lakini sio sana kuchukulia ambayo kitu kuwa serious, hapana. Tuzungumzie hapo kwenye kinamna. Kuna minsi yote ushawahi kufanya kwenye kuigiza wewe na mumeo wa kwenye kazi ya dunia ambayo unahisi hapa na mkera mwenzangu lakini haina jinsi ndo kazi? Ipo. Kuna sini nilipewa kumbeba, nimbebe mgongoni kwenye mahaba pale. Niliona kabisa unaweza ukakaza, lakini situation unaona kabisa huyu mtu kakaza kiume lakini imegusa kwenye mshono. Kwa ile sini nilijisikia vibaya, na mbeba mwanaume mwingine mahaba afu mume wangu ndo ananishuti au nafanya nini kwa lakini sasa tutafaeli. Ushakumbeba basi mama kama umenitafutia nini kwenye ndoa yangu? Ni ile tu babasi bana anapenda utani. Utasikia hata anakuambia unaona nakandamiza. Kwa kuna ile dadi jamani ndo nini? Hivyo tu mnacheka mnakausha. Sawa, tumalize. Ongea lolote kwa watu ambao wapendi ndoa yenu, wapendi mapenzi yenu, wapendi kuona mkifika mbali zaidi. Watasubiri sana kwa sababu ndo kama tumeanza, ndo kama tumeanza kutongozana jana. Yes, kwa hiyo mapenzi yangu mimi hayatokufa, labda tu tuondoke duniani. Yes. Sibo unasemaje kwenye hilo? Mimi ndio hivyo tu, tupunguze kuweka sentensi. Tupunguze kuweka nukta kwenye sentensi zinazoendelea kwenye maisha ya watu basi. Maisha ya mtu, I don't care kwenye kitu ambacho hakikuhusu, angalia, enjoy, ondoka. Hizi tabia kwamba unajua unaweza kaandika kitu hampendezani kama misukule, wewe ukaona ni normal, lakini hujui anayesoma anajisikiaje. Umeona tumetofautiana mioyo. Kwa kama unaona kwenye post ya mtu huwezi kufanya kitu chochote, huwezi kulike kuondoka, angalia tu ondoka.